Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2025-2026 ikiwa ni duru la lala salama, mchezo ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya leo, ikiwa siku ya leo ni Jumatano tulivu ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2026. Ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC, ambapo wanakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Timu zote hizi ni kutokea jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa New Amani Complex ulioko visiwani Zanzibari, ambapo Yanga ndiye mwenyeji amechagua uwanja huu wa New Amani Complex ulioko Zanzibari kama sehemu ya kwenda kuchezea mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona historia inaonyesha kwa upande mwingine katika michezo 10 ya mwisho kukutana kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Fahamu Yanga ameshinda michezo 6, sare ukiwa ni mchezo mmoja. Azam ameshinda michezo 3 na mchezo wa mwisho kukutana ni mchezo wa nusu fainali kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA, ambapo mchezo ulichezwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026, ambapo tunashuhudia Azam aliweza kushinda mabao 3-2, na tunashuhudia katika mechi ya mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC timu hizi ziliweza kutoshana nguvu ya sare ya 0-0, Azam akiwa mwenyeji. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine sasa ni mchezo wa mzunguko wa pili ligi kuu ya NBC, ambapo Yanga wameweza kuhamishia mchezo huu visiwani Zanzibari. Fahamu kuelekea katika mchezo huu tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Yanga Sports Club wapo nafasi ya kwanza wakiwa ni mabingwa watetezi, wakiwa wamecheza michezo 27, wameshinda michezo 20. Ndio klabu ambayo imeshinda michezo mingi kuliko klabu yote ile, wakitoa sare michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 62, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi kuliko klabu yote ile, huku wao wakiruhusu mabao 9 wakiwa na goal difference ya mabao 53 na pointi 66 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanataka kukutana na Azam ambao wao wapo nafasi ya 3 wakiwa wamecheza michezo 27, wameshinda michezo 16, sare michezo 10 na kupoteza mchezo mmoja pekee. Azam wamefunga mabao 42 na kuruhusu mabao 9 wakiwa na faida ya mabao 33 na alama 58 katika nafasi ya 3 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Kwa hiyo ni mchezo ambao watu wengi wanatamani kuona, je, ni nani atakwenda kuibuka mshindi katika mchezo huu. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa soka, una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kuelekea katika mchezo huu wa mzunguko wa 28 kati ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club. Tuambie, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi? Kwa shuka chini kwenye comment hapo, tuambie ni klabu gani ambayo unaona itakwenda kuibuka na ushindi, na je, ni ushindi wa magoli mangapi? Usahau tu kulike na kucomment katika video yetu hii. Sasa kuelekea katika mchezo klabu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club visiwani Zanzibari, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao wanatarajia kuwakosa. Nyota wa kwanza ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni beki wa kulia Israel Patrick Mwenda, ambaye tunaona amesimamishwa na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Ni kutokana na mchezaji huyo kufanya mambo ambayo anakiuka mkataba ambao alisaini ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa pili ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati Dickson Job the Shark, ambapo sote tunafahamu Dickson Job bado anauguza majeraha ambayo ameyapata akiwa anaitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Na nyota mwingine ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni mshambuliaji Clement Mzize, ambaye naye pia tunaona anauguza majeraha ya goti ambayo aliweza kuyapata akiwa anaitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha kamili ya wachezaji ambao Young Africans wanatarajia kuwakosa leo
kuelekea katika mchezo wao wa mzunguko wa 28 ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club visiwani Zanzibari majira ya saa 10 jioni.